Tuangazie taarifa nyingine jijini Dar es Salaam. Chemba 24 za wafanyabiashara Afrika zimekutana jijini Dar es Salaam, lengo likiwa ni kujadili fursa zilizopo pamoja na kuzipatia ufafanuzi ili ziwe na tija kwa mataifa yao. Akizungumza katika semina hiyo, rais wa chemba hiyo Vincent Minja amesema semina hiyo itasaidia kuweka mazingira rafiki ya ufanyaji kazi na kuweza kuwasaidia wafanyabiashara Afrika ili waweze kufanya biashara. Hivyo lengo kuu ni kuwa na biashara huru Afrika, kwani nchi za Afrika zimesha saini protokoli ya soko huru la Afrika, lakini utekelezaji wake umekuwa mgumu. Tunajua kwamba nchi zetu za Afrika tayari zimesha saini hiyo tunaita protokoli ya soko huru la Afrika, lakini utekelezaji wake kidogo umekuwa ni mgumu. Kwa sisi kama chemba za Afrika ambao nyingi ndio ambazo zinatoa certificate za soko la Afrika, tuko hapa tutajadiliana kuangalia kwamba vikwazo ni nini, tufanyeje ili nchi za Afrika ziweze kufanya biashara kwa kushirikiana kwenye soko la Afrika. Tunapojua sisi ni rahisi sana sasa hivi kwenye nchi zetu kufanya biashara na nchi kama China, lakini ni ngumu sana Tanzania kufanya na nchi ambayo iko karibu kabisa, labda mfano Central Africa, labda Congo. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani nchi za Afrika zitaweza kwa pamoja kushirikiana kufanya biashara. Mkurugenzi wa chemba ya biashara wenye viwanda pamoja na kilimo Tanzania, Oscar, amesema kukutana kwao watazungumza fursa zinazopatikana kwenye chemba zao katika nchi wakilishi ili waweze kuwa na tija kwa wote. Yako makubaliano na mazungumzo yanayoendelea. Itakapofika mwaka 2030 ukifanya biashara katika soko hili huru la Afrika, yani bidhaa yako yoyote utakayoweza kuipeleka, aidha umepeleka katika nchi yako kupeleka nchi yoyote ya Afrika, utaenda kuuza kwa zero tariff. Yani utaenda kuuza kwa ushuru wa sifuri. Maana yake nini? Ukipeleka viatu vyako kama unazalisha pa Tanzania, ukaenda kupeleka labda Nigeria, ukapeleka Burkina Faso, ukapeleka Gabon, Kameruni, unaenda kuuza kwa zero tariff. Kwa maana hiyo basi, sisi kama Watanzania tuanze kujipanga kuhakikisha kwamba tunazalisha bidhaa ambazo zinaweza kwenda kushindana katika hilo soko. Naye rais wa chemba ya Zimbabwe Karoro Daniel amesema semina hiyo ya chemba itasaidia kuinua chemba katika maabara na kujua nini sekta binafsi inahitaji katika nchi mbalimbali. Specifically looking at chamber modeling innovation. I think the relevance of the CMI workshop is to empower, should I say, the business models of chambers on our continent. Chambers are a very important platform in terms of being able to bring about the private sector needs within the various countries on our continent, and how we speak as private sector on the continent with regards to interacting with government and other critical stakeholders. But underpinning the relevance of chambers is obviously how these chambers survive. And this is why we're talking about how do you model the business operations, the relevance, the purpose. Aidha, kwa upande wake, mshiriki wa semina hiyo Nigese Haile amesema wanawake wa Ethiopia wanajumuika na wanawake wa Tanzania ili kuweza kufanya kazi kwa pamoja katika biashara, kwani changamoto za wanawake Afrika nzima zinafanana. So I'm glad I'm here. I want to create synergies that Ethiopian women in export can create partnership with Tanzanian women in export. And we export to Tanzania the best we have, like Ethiopian coffee, the best we have, which we can export, because I've been drinking here now Nescafe, which doesn't make sense, while we can have fresh coffee. And the best thing that Tanzania has, that Ethiopia can import. So this is how we need to do business, particularly now with the opportunity of the African Continental Free Trade Area Agreement, which both our countries have signed and ratified. I think this is an opportunity where we have to build the capacities of our women to trade under this big trade initiative. What do you think is threatening women in this business? I don't think they know about the Continental Free Trade Area, the agreement itself. So what we are doing in Ethiopia is we create awareness, we educate them. Tuangazie taarifa nyingine. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA wametoa msaada kwenye kituo maalum cha watoto Kurasini jijini Dar es Salaam, lengo likiwa ni kusherehekea sikukuu ya Idi na Pasaka. Akikabidhi msaada huo, mkuu wa kitengo cha NIDA kwa niaba ya mkurugenzi
Fadhili Mohamed amesema wao kama mamlaka wametoa msaada huo ikiwa ni kurejesha kwa jamii, kwani pia wao ni wateja wao na wanapaswa kukumbukwa kwenye kila kipindi. Na kilichofanyika hapa ni tumewiwa katika kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitri, angalau kidogo ambacho mamlaka inacho basi iweze kuwawezesha wenzetu ambao wanaishi katika kituo hiki cha watoto katika kituo cha watoto maalum waweze kupata chochote ili na wao wafurahi kama wanavyofurahi watoto wengine sehemu nyingine, na wao wajikute ni sehemu ya familia ya Watanzania. Kwa hiyo bado tunawapenda na tunawajali, tuko pamoja na tutaendelea kutoa chochote kitu pale ambapo tutakuwa tumeweza. Utaratibu tunaufanya mara kwa mara, na baada ya hapa tutaendelea na sehemu zingine kulingana na vile nafasi ambavyo itakuwa inaturuhusu. Kama ambavyo unafahamu kwamba vituo viko vingi na mahitaji ni mengi na hali yenyewe jinsi ilivyo, lakini pale ambapo tuna nafasi basi tunajikusanya na kuweza kutoa chochote tulichokuwa nacho. Kwa upande wake afisa ustawi wa jamii makao ya watoto Kurasini Andrea Marco ameshukuru kwa msaada huo na ametoa wito kwa jamii kuwakumbuka wahitaji, huku akisema kituo hicho kwa sasa kina jumla ya watoto 70 huku 12 ni wa kike na 58 ni wa kiume. Nipende kutoa neno la shukrani kwa ofisi ya NIDA kwa kuwakumbuka watoto hawa ndani ya kituo hiki, kuweza kuwashika mkono kwenye nyakati za sikukuu. Mimi naamini sio sikukuu ya Eid tu, lakini pia Pasaka, kwa sababu wameweza kuona ndani ya mfungo huu umeambatana pamoja. Kwa hiyo tunatoa neno la shukrani sana kwao kwa kuwakumbuka watoto wa Kurasini, lakini wamekuwa kama sehemu ya familia. Hata wakati mwingine unakuta vijana wetu wa Kurasini wakiwa wanaenda kuomba vibali kupata vile NIDA wanawasupport. Kwa hiyo sisi namna moja ama nyingine tunashukuru sana ofisi ya NIDA, na wizara inatambua msaada wao ambao wanasaidia vijana wetu wa Kurasini. Kituo kwa sasa kina jumla watoto 70, watoto 12 wa jinsia ya kike na watoto 58 ni jinsia ya kiume. Na watoto wakiwa ndani ya kituo wanaishi kama sehemu ya familia kwenye nyumba zao. Kwa hiyo hapa ni nyumbani. Huduma zingine za kijamii wanapata nje ya kituo. Kama masuala ya elimu wanaenda kwenye shule za kijamii, masuala ya kiimani wanaenda kuabudu kulingana na asili ya mtoto alikotokea kwenye familia yake. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kuishi tu. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatuhitimishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa na kusomea habari za kimataifa. Mimi ni Francisco Nongoro, hii ni Upendo TV Habari Weekend.